Unataka baba John aje kunilaumu baadaye? Wewe nawe utaniwi. Haya basi tuendelee kujikongoja kama vinyonga. Haya twende. Mbali. Sasa hili ni balaa zito kinomanoma, kwa sababu hapo Kizibo amekuja kuweza kumfundisha adabu, kwa sababu kama unavyojua kule nyumbani kwao kwa Mdoli kabisa na baba Kalobo, kule nyumba yao imezingirwa na upako ambao uliweza kutolewa na mchungaji ule. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kutokea maeneo yale. Sasa Kamfumania akiwa huku mtaani wakati huo akipiga mazoezi, basi moja kwa moja aweze kulipiza kisasi chake na kuweza kumuonyesha adabu, kitu ambacho ni balaa zito kinomanoma. Sasa na imani kubwa na hamu ya kuweza kutaka kufahamu ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri hapo, basi ni kualike moja kwa moja. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi moja kwa moja niweze kukualika. Sasa tumeweza kuona kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni hilo la mwishoni kabisa ambalo hasa kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Kizibo kaja kuweza kuhakikisha analipiza kisasi chake. Lakini hapo ni kwamba Kisoda naye pia atakuja kutokea hapo aweze kuleta msaada, lakini kuna namna fulani hivi ambayo kabla hajatoa msaada, basi hakuna litakalo kwenda kumkuta au kuhakikisha linamzuru kwa upande mzima wa Mdoli. Kwa hivyo kuwa na amani kabisa. Lakini kabla yote tuweze kupitia uchambuzi kwa kina, hasa ni kufahamisha vitu vingi kweli ambavyo vinavyokwenda kujiri. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona kwamba hata baba Kalobo alikuwa amezimia pale chini kwa sababu ya namna ambavyo mambo yalivyokwenda kwenda. Sasa kwa sasa hivi wako fresh kabisa, na pale kwa upande mzima wa Kizibo ameweza kuondoka pale. Sasa ndio wakati ambao kwa upande wa babake najua ni baba Kalobo alikuwa anakubali, anakumbuka kwamba kwa sasa hivi ni bora angeweza kuhakikisha angemkubali yake kipindi kile, wakati ule ambapo kwa upande mzima wa jua nilipokuwa akiwashinikiza akiwaambia kwamba kuna jambo ambalo halipo sawa ndani. Kwa hivyo kwa sasa hivi ndio wanaona umuhimu wao kumsikiliza ule mtoto, kitu ambacho ni balaa kinomanoma. Sasa mchungaji waliweza kuondoka na baadaye kabisa mambo yakawa ndio hivyo. Lakini pia tukaanza kuonyeshwa sini nyingine kabisa ya Loi. Huyu ni Loi, kuna Lecho alafu na Loi. Kwa hivyo tumeweza kuonyeshwa Loi akienda pale akiwa ni mtu ambaye kabadilika kabisa. Yaani ni kwamba anaumia juu ya mume wake kabadilika sana. Sasa ukiona mwanamke siku zote anakuwa hivi, maana yake unajua kuna situation ambazo kiufupi amekutana nazo au anazipitia, au katika wale ambao wanampa kiburi basi hawana msaada tena. Hichi ndio kinachojiri kwa sasa hivi, kwamba kuna muda inabidi mwanaume unakuwa una thamani na kipindi fulani unakuwa una thamani. Sasa hili limeweza kujiri na limeweza kupelekea moja kwa moja mambo yaweze kuwa tofauti kabisa. Sasa na imani kubwa naendelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifurahia na kuweza kujifunza vitu vingi tu, nikwambie tu kwamba endelea kuwa na sisi moja kwa moja. Sasa wakati haya yanajiri ni kwamba tumeweza kuona namna gani kwa sasa mambo yalivyo, lakini kwa sasa hivi kitu ambacho kinachokwenda kutokea ni kwamba kwa namna ambayo alivyokuwa akielezea pale Loi, ni kwamba kuna hali ambayo hasa kwa mzee mzima Mwamba mwenyewe ameweza kuweka wazi na kuweza kuwajuza kwa sasa hivi kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, lakini pia kuweza kuhakikisha anatengeneza mpango ambao utakuwa ni tofauti kabisa na namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kutukia huku kwa upande mzima wa Mwamba mwenyewe ambaye alikuwa ni Fasheni. Sasa Fasheni kapigiwa simu, tuje sasa serious hapa tuweze kuzungumza kwa kina. Sasa Fasheni kapigiwa simu, wakati anapigiwa simu basi ameogopa sana kuweza kupokea. Ukweli ni kwamba Fasheni kwa sasa hivi mambo ni mengi kule kweli, amejikuta akiwa ni mtu wa mambo mengi kule kweli. Sasa cha ajabu ni kwamba yule mwanamke kaamua aweze kumpigia na mke wake kabisa. Kama ni mtu ambaye unakuwa unafuatilia hapa, basi kuna mwanamke fulani hivi ambaye tunakumbuka Fasheni aliwahi kukutana naye. Kumbuka Salome walipishana kikumbo barabarani. Hapana. Walipishana kikumbo hapana. Kuna yule mwanamke ambaye walipishana kikumbo barabarani, alafu baadaye akaja akamkuta nyumbani pale akamwambia kwamba yeye ni jirani yake, kwa hivyo wabadilishane namba ya simu alafu atakuwa akiwasiliana. Na ndio kipindi kile ambacho kwa upande wa Fasheni
aliweza kumdanganya na kuweza kumwambia kwamba hajaoa na yule sio mke wake, lakini kwa kuwa ujirani alikuwa ni jirani yake na anafahamu kile kinachoendelea, aliweza kumwambia Fasheni kwamba hapo unanidanganya, lakini naelewa. Kwa hivyo mambo yakawa fresh kabisa. Sasa huyo ndio akampigia simu bwana, akasema yupo guest pale, kwa hivyo wafanye namna wakakutana. Sasa kitu ambacho kimemsababisha kwa upande mzima wa Nasra aweze kukasirika kabisa. Je, kwa upande wako unalipi la kumshauri Nasra kwa sasa? Afanyeje kutokana na hali anayopitia? Kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba labda mambo yameweza kurudi sawa kwa sababu ya Fasheni alikuwa ameachana kabisa na ule yule mwanamke, ameachana na Salome mwenyewe kaona aweze kuachana naye. Kwa hivyo moja kwa moja tukajua mambo labda yatakuwa sawa, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo kabisa. Hili ni balaa zito kinoma. Sasa endelea kuenjoy na kufurahia, kitu cha msingi tu endelea kufurahia. Lakini wakati huo tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa upande wa huyu ambaye ni Jesani akija pale akiletea pale chakula na nini. Kwa hivyo moja kwa moja hii kidogo inaongeza kitu fulani ambacho ni cha tofauti zaidi hasa hapo kwenye familia, na wataanza kumuona kwamba naye pia ni mtu wa muhimu, japo kwa upande wa Lemi ni kitu ambacho hataki kusikia kabisa, na yani kiufupi yani haimuingia akilini kabisa, na afurahi kuona kile ambacho kwa upande wa Jesani anachokifanya. Kwa hivyo hii inaleta picha ambayo kidogo ni tofauti na inasababisha mambo yaweze kuwa makubwa na mengi kweli kinoma. Sasa mambo yanazidi kuwa kunoga na yanazidi kuenjoy na yanaweza kuwa fresh kabisa. Kitu cha msingi tuendelea kuwa na sisi, lakini pia kama nilivyokujuza pia tumeweza kuona katika hatua nyingine kwa upande mzima wa Kizito kwa sasa hali yake ni mbaya, anamtafuta Lemi kinoma, lakini kwa upande wa huyu ambaye ni Patronize hakutaka kabisa kuweza kuwaonyesha Lemi alipo, lakini kashajua kwamba hapo tayari mambo ni mazito, kwa sababu Patronize yeye anajua kabisa kwamba dada yake anaumwa maambukizi ya ukimwi. Kwa hivyo moja kwa moja kashajua tatizo kubwa ambalo linamsumbua huyu ambaye ni Kizito. Sasa tumalize mwishoni kabisa, tunaweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizibo kaja kamtokea mdoli ili kusudi aweze kulipiza kisasi chake. Kwa hivyo ujio wa Kizibo unakuwa ni tofauti kabisa, lakini hapo hakuna lolote lile kwa sababu tayari hawezi akafanya chochote kile, japokuwa sawa ana nia kuweza kuwazuru, lakini kwa sasa hivi kachelewa sana, na muda si mrefu anakwenda kutengenezewa mmoja wa kitu ambacho kiufupi kitakwenda kuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo wanavyofikiria, kwa sababu Kizibo ni mtu ambaye kiufupi amekuwa akitumia zile nguvu, lakini kwa sasa hivi tumeweza kuona dawa yake ni ipi. Dawa yake ni mchungaji ambaye akishusha neno basi moja kwa moja mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hivyo Kizibo dawa yake ipo na suni itakwenda kufanya kazi vizuri kutamutamu. Sasa mchungaji kafanya pati yake nzuri tu, lakini sasa hivi kitu kingine kinachokuja kutokea ni kwamba inabakia ni kazi ya Kizibo ya Karobo ya Kisoda kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa fresh. Sasa kuna taarifa kuhusiana na Karobo nimeiweka hapa kwenye channel hii, basi hakikisha unaweza neno sawa kufikisha ifuatilie hapo Bongo Movie Net nimeiweka. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view,
For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa Kizibo hatimaye dawa yake imepatikana rasmi, ambapo tumeweza kuona ameweza kuyeyuka kwa maombi mazito yaliyofanywa. Ama hakika hili ni balaa zito kinomanoma. Na ukijaribu kuangalia ni kwamba tangu mwanzo wa tamthilia hii hadi hivi sasa, tangu pale ambapo Baba John aliweza kupewa ushauri kwamba katika hii tamthilia basi aweze kuweka walau hata nguvu za Mungu ili kusudi ionyeshe walisia wa kitu fulani ambacho katika jamii kinaakisi vitu ambavyo vinavyoendelea. Na hilo swala ameweza kulifanyia kazi, basi moja kwa moja kama tulivyoona nguvu za Mungu zimeweza kufanya kazi. Kwa maombi ambayo yamefanyika tumeweza kuona moja kwa moja Kizibo akiweza kupotelea mbali kabisa akiyeyuka. Kwanza kabisa aliweza kugeuka akawa joka likubwa sana ambalo liweza kujitokeza pale baada ya maombi kuzidi, basi akaweza kuyeyuka. Sasa huku swali kubwa likibaki kwamba je, ameelekea wapi? Hii inamaanisha kwamba ndio mwisho wa yote? Basi hayo yote yako hapa, ni kualikia moja kwa moja, ni kuambia tu kwamba hapa tunazungumzia uchambuzi. Siku zote hii ni Bongo Movie Network na hapa huwa tunazungumzia uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha nikwambie hakikisha kusamia comment, uniandikie kwa upande wako binafsi kwamba je, umechukuliaje ile swala la Kizibo kuweza kuondolewa kabisa? Je, kwa upande wako umeweza kulifurahia au inakuwaje? Kwa sababu tayari moja kwa moja kwa upande mzima wa Kisoda alikuwa ameshakwisha kupewa uwezo na nguvu ambazo kwa sasa watakuja kuweza kuhakikisha wanafanikisha jambo lao lote kuweza kumuondosha huyo Kizibo, kwa sababu tayari rasmi alikuwa ameshakwisha kumfahamu. Sasa tuanze mwanzoni kabisa kwenye uchambuzi wa moja kwa moja, hususa tukianzia mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa wa tamthilia hii kama ilivyokuwa ikionyesha pale wazi kwamba tuliweza kuona mwanzoni kabisa kikiwa ni kikao ambacho alikuwepo mchungaji pale, alikuwepo pia huyu ambaye ni Baba Kalobo akifunga maombi kuomba chochote kile. Kwa hivyo hili ni moja kati ya kitu ambacho binafsi kwa upande wangu nimetokea kukipenda sana, kwa sababu ni kitu ambacho tangu mwanzo wa tamthilia hii hadi saizi ya episode ya 124 hicho kitu hakijaonekana kabisa, na mwisho wa siku kimekuja kuwa msaada mkubwa. Sasa hii inamaanisha kwamba tupo pande za mwisho tamthilia hii inakwenda kutamatika. Kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukipita hapa Bongo Movie Network, nimekusogezea taarifa kuhusiana na Kalobo kwamba kwa sasa yuko wapi, kwa sababu ameweza kutolewa katika tamthilia hii. Taarifa zote nimeweza kuwekea hapo, kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama bado hujazisoma, hujazipata hizo taarifa, basi nimekuwekea hapa katika channel hii ya Bongo Movie Network. Sasa tukiachana hayo, wewe mtuzungumzie vitu vingine, hasa kwa upande mzima wa namna mambo yanavyokwenda. Turejea kule nyumbani huku nyumbani moja kwa moja kwa kina Fasheni, kwa sababu huku nako pia mambo ni mengi kule kweli. Sasa katika tu iliyopita tuliweza kuona kwamba Fasheni alikuwa kwa sasa moyo wake umerejea hasa kwa Nasra, akiahidi kwamba kwa sasa anakwenda kumpenda na kuweza kuanza maisha mapya kabisa. Lakini pia kwa upande mwingine, hasa kwa upande wa namna mambo yalivyokuwa kienda, hususa kwa huyu ambaye ni Salome pamoja na mume wake, yule ni mume wake. Kwa hivyo naye pia walionyesha wazi kwamba kuna namna kwa sasa suluhu imeweza kupatikana, manake maisha yao ni mapya kabisa na wanakwenda kuanza upya na kuweza kuishi tofauti kabisa na mwanzoni walivyokuwa naishi. Hiki maanisha kwamba hii inafungua njia au mwanzo mpya wa maisha mapya. Kwa hivyo moja kwa moja kitu kizuri ambacho binafsi niliweza kukiona kwamba litakiwa kwa sasa hivi hii scene iliyowekwa kwa sasa hivi ndio inakwenda kuunganisha sasa rasmi kwamba kwa upande mzima kule wa Fasheni sasa anakwenda kuwa na Nasra, lakini pia kwa huyu wa Salome kamua ajifikirie sana na kuweza kuona kwa sasa bora aanze maisha mapya ambayo atakuwa akiishi vizuri pamoja na mpenzi wake, ambapo hili ni balaa zito kinomanoma. Sasa tukiachana hao, ni kwamba pia mambo mengine yameweza kuibuka hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizito kwa sasa hali yake ni ngumu sana, na pindi ambapo alipoambiwa kwamba akapime ukimwi, moja kitu ambacho aliweza kukikataa na akakipinga vibaya sana. Hii kimaanisha kwamba hapa kuna kwenda kuwa na kazi kubwa sana, kwa sababu kitu ambacho anachoambiwa
ndio hicho ambacho anaugua. Sasa hapa swali kubwa kwamba je, itakuwaje pindi ambapo atapata hizo taarifa kwamba yeye ni mgonjwa wa ukimwi? Hizo taarifa atakapozipata atafanyeje? Kwa sababu ndio kitu ambacho binafsi kwa sasa kipo akilini mwake na anajifikiria kwamba atakifanyaje hicho kitu kwa sasa. Kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Eugene, kiufupi ni kama anaelewa kwamba kwa sasa hivi kuna hali au kuna dalili ambazo zipo kwa upande wake, pia binafsi hazielewi kwa sababu ni dalili ambazo zinaendana na ukimwi. Kama ni miongoni mwa watu ambao wamekusikiliza ile ngoma ya Feruzi ile yupo kitandani, basi unaweza kujua kabisa hizi dalili zote ambazo mwamba anazipata basi ndo hizi homa za mara kwa mara, kikozi akiishi, yani ndo hivyo. Kwa hivyo moja kwa moja mwamba mwenyewe ameshaungua. Sasa tutumie njia gani kuweza kumwambia? Labda atasoma comment hapa, mwambie ukweli kwamba ameshaungua. Sasa tukiachana hao, pia tuliweza kuona sasa mwishoni kabisa, katika mwisho kabisa, kumbuka katika ile scene ambayo Mdoli pamoja na Baba Kalobo alipokuwa ameelekea kule kwa mchungaji, basi aliweza kuambia kwamba atakuja kuwasaidia, lakini wao walikataa, wakasema hawezi akaondoka hivi hadi aje kuwasaidia. Kwa hivyo kwa bahati mbaya nzuri aliweza kuahidi kwamba atakuja punde si punde, kwa hivyo wakaelekea kule. Lakini kuna ile kinga ambao kwa upande mzima huyu ambaye ni Kisoda aliweza kumpatia Mdoli na kumwambia kwamba hakikisha anaivaa hiyo kinga. Sasa kumbe inaonyesha kwamba baba na mtoto walishirikiana kwa sababu hakumwambia, kwa hivyo inaonekana walishirikiana. Kwa hivyo baba Joan aliweza kuona Joan akikatakata na kwa hivyo akamwambia kaitupe. Kwa hivyo moja kwa moja hii kimaanisha kwamba kulikuwa kuna kaushirikiano fulani hivi ambao kalikofanyika. Sasa kumbe ndio ilivyokuwa. Basi ameweza kumwambia ukweli na mwisho wa siku mambo yakawa fresh kabisa. Sasa hem tumalize katika scene ya mwisho, alafu nikwambie matukio ambayo yanakwenda kujili katika hatua inayofuata. Sasa moja kwa moja kama tulivyoona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Baba Kalobo pamoja na Mdoli wamepata ujio mpya wa mchungaji kaja na mke wake. Sasa wamekuja kushusha maombi ili kusudi Kisoda huyu ambaye ni Kizibo aweze kupotea. Basi wamefanya maombi na ukweli ni kwamba ameweza kufanikiwa, ameweza kupotea. Sasa katika hatua inayofuata ni kipi kinachojili? Kwa sasa huyu ambaye ni Kizibo anarudi kule kwa ule bibi kuweza kutafuta nguvu mpya za kichawi ambazo zitakwenda kumsaidia na kumfanya aweze kuwa tofauti kabisa na namna ambavyo kwa sasa iliyomkuta. Lakini hii yote inafanywa tu na uwezo wa Mungu. Kumbuka kwa upande wa Kisoda ambao bado walikuwa hawajajua tatizo ni nini, walikuwa bado hawajafanya hicho kitu. Kwa hivyo kwa sasa hivi bado ni mazito. Sasa ukweli ni kwamba tamthilia hii inakwenda katika hatua za mwisho, na kama mambo yakiwa vizuri basi kufikia mwezi wa 4 hapo tamthilia mpya inaweza ikashuka na ikaachiwa kabisa. Sasa je, una maoni gani kuhusiana kwa sasa tamthilia hii inavyoelekea? Kwamba unatamani iweze kuendelezwa au unatamani iweze kuishia hapa ianzishwe tamthilia mpya, yani iweze kuletwa season 2 au iendelezwe hii? Yapi maoni yako? Dondosha maoni yako hapo chini, afu hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kwa leo sina ziada, tutane hatua inayofuata. Sasa Kizibo hatimaye dawa yake imepatikana rasmi, ambapo tumeweza kuona ameweza kuyeyuka kwa maombi mazito yaliyofanywa. Ama hakika hili ni balaa zito kinomanoma. Na ukijaribu kuangalia ni kwamba tangu mwanzo wa tamthilia hii hadi hivi sasa, tangu pale ambapo Baba John aliweza kupewa ushauri kwamba katika hii tamthilia basi aweze kuweka walau hata nguvu za Mungu ili kusudi ionyeshe walisia wa kitu fulani ambacho katika jamii kinaakisi vitu ambavyo vinavyoendelea, na hilo swala ameweza kulifanyia kazi. Basi moja kwa moja kama tulivyoona, nguvu za Mungu zimeweza kufanya kazi kwa maombi ambayo yamefanyika. Tumeweza kuona moja kwa moja Kizibo akiweza kupotelea mbali kabisa, akiyeyuka. Kwanza kabisa aliweza kugeuka akawa joka likubwa sana ambalo liliweza kujitokeza pale baada ya maombi kuzidi, basi akaweza kuyeyuka. Sasa huko swali kubwa likibaki kwamba je, ameelekea wapi? Hii inamaanisha kwamba ndio mwisho wa yote? Basi hayo yote yako hapa, ni kualikia moja kwa moja ni kwamba tu kwamba hapa tutazungumzia uchambuzi. Siku zote hii ni Bongo Movie Network na hapa huwa tunazungumzia uchambuzi. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha nikwambie hakikisha kusamia comment, uniandikie kwa upande wako binafsi kwamba je, umechukuliaje ile swala la Kizibo kuweza kuondolewa kabisa? Je, kwa upande wako umeweza kulifurahia au inakuwaje? Kwa sababu tayari moja kwa moja kwa upande mzima
wa Kisoda alikuwa ameshakwisha kupewa uwezo na nguvu ambazo kwa sasa watakuja kuweza kuhakikisha wanafanikisha jambo lao lote kuweza kumuondosha huyo Kizibo, kwa sababu tayari rasmi alikuwa ameshakwisha kumfahamu. Sasa tuanze mwanzoni kabisa kwenye uchambuzi wa moja kwa moja, hususa tukianzia mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa wa tamthilia hii kama ilivyokuwa ikionyesha pale wazi kwamba tuliweza kuona mwanzoni kabisa kikiwa ni kikao ambacho alikuwepo mchungaji pale, alikuwepo pia huyo ambaye ni Baba Kalobo akifunga maombi kuomba chochote kile. Kwa hivyo hili ni moja kati ya kitu ambacho binafsi